Zaidi ya wananchi takriban 4,000 wamepata huduma kupitia kambi ya matibabu ya macho ambayo imeandaliwa na mbunge wa jimbo la Mbeya mjini ambaye pia ni spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Umoja wa Mabunge Duniani Daktari Tulia Ackson kupitia taasisi yake ya Tulia Trust kwa kushirikiana na taasisi ya Al Bilal Muslim Mission. Huduma hizo ni kupata vipimo bure na wale ambao wamebainika kuwa na matatizo wamepatiwa dawa, miwani na wengine zaidi ya 200 wamefanyiwa upasuaji katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya. Sasa kwa mujibu wa mbunge mwenyewe wa jimbo la Mbeya mjini Daktari Tulia Ackson ni kwamba kambi hiyo ya siku 4 imekuwa na manufaa makubwa licha ya wingi wa watu ambao wamejitokeza na wachache kushindwa kufikiwa na madaktari hao kutokana na wingi wa watu, pengine muda wa watu hao kukaa hapa mkoani Mbeya kwa sababu kambi ilikuwa ni ya siku 4 tu. Lakini anasema walio wengi wamepata huduma na yeye binafsi taasisi wataendelea kuhakikisha wataalamu hawa wanarudi tena mkoani Mbeya kwa ajili ya kushughulika na wengine ambao wamekosa huduma hizi. Lakini kuna watu walikuja hapa Ijumaa walihudumiwa watu 1200. Siku ya pili wakahudumiwa watu 1800. Siku ya tatu wamehudumiwa watu sijui 1000 ngapi. Leo ni siku ya mwisho na siku ya 4 na mnajiona hata nyinyi mliko wengi. Wameshahudumiwa watu wengi kabisa, wengine wameshaondoka, wengine wanaendelea kupata huduma. Lakini msikate tamaa. Wale ambao hawatapata kabisa huduma leo, wale ambao watakuwa wamechelewa sana, msiwe na wasiwasi, tumeshawaomba hawa ndugu zetu na wametukubalia. Watarudi tena. Taasisi ya Al Bilal Muslim wanasema tatizo ni kubwa, lakini wataalamu wamejitahidi sana kuhakikisha kwamba watu wanafikiwa, matatizo yanatatuliwa licha ya kwamba utoaji wa huduma hiyo ni gharama. Lakini kwa wale ambao wameonekana na matatizo zaidi wamepewa rufaa na kwenda kutibiwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Kwa jina naitwa Ain Sharif, nikitokea kwenye kambi ya Bilal Muslim Mission of Tanzania, ikiwa ndio mmoja ambaye ninaratibu hizi kambi za macho. Kwa hakika tumekuja huku Mbeya na tulijipanga kwa kufanya kazi kubwa, lakini nako tukaona matarajio ya watu kupata huduma ni kubwa mno. Kuna watu wengi wenye matatizo ya macho, kuna matatizo mbalimbali, kuna wenye mtoto wa jicho, kuna maradhi yanaitwa glaucoma pia ipo nyingi na vingine vidogo vidogo. Lakini pia tumeona watoto ambao pia wana matatizo ya macho, wana cataract ya awali, lakini hao wote mara hii tumejaribu kufanya utaratibu wa kuwapatia huduma hata hao watoto wadogo ambao wanatakiwa wapewe huduma katika ngazi maalum kabisa, hasa ukizingatiwa wanatakiwa wafanyiwe na daktari wao ambaye anakuwa tofauti na hao wengine. Kwa hiyo pia tumeliandaa, lakini cha kusikitisha sisi pia tumepata mgonjwa mmoja ambaye alitokea Sumbawanga na akapewa rifa Mbeya. Bahati nzuri tunashukuru Mwenyezi Mungu kama na sisi tukawa hapo tukaliona hilo tatizo. Huyo mtoto mnaweza hata mkapata picha zake na nini, ni vigumu hata kuangalia mara mbili jicho la mtoto wa miaka 2 ambayo tunaita kitaalam ni retinoblastoma, ni aina ya tumor fulani hivi. Kwa hiyo mtoto leo Mungu akipenda tunaondoka naye jioni ambapo timu itapoondoka na ndege jioni. Kwa hiyo mtoto tumeshapanga mpangilio yake, tunaondoka naye, tunakwenda naye Dar es Salaam, inabidi apewe matibabu yake Muhimbili. Lakini tatizo la macho ni kubwa kiasi gani ndani ya mkoa na pengine jiji la Mbeya? Huyu hapa daktari bingwa wa macho na mratibu msaidizi wa kambi hiyo anaeleza zaidi. Kwa majina anaitwa Hassan Omar Dinia, ni mratibu msaidizi wa macho kwa kambi za macho za Bilal Muslim Mission, na tumekuja hapa Mbeya mwaka huu kwa kambi ya siku 4 kwa ajili ya kuhudumia wananchi wa Mbeya kwa mheshimiwa mbunge, mheshimiwa spika Tulia Ackson, na tumeona wagonjwa wengi
zaidi ya wagonjwa 5,000 tumekutana nao, na katika idadi ya wagonjwa tulioona tumegundua changamoto kubwa kutokana na mazingira na hali ya hewa, na pia elimu ya namna gani ya kutunza macho yao. Wagonjwa wengi wanapata matatizo ya macho na kuingiza bakteria kwenye macho yao, kuchukua vitu kwa kutumia mikono yao na kujishika kwenye macho yao, hivyo inasababishia kupata miwasho. Badala ya kuosha kwa maji safi, wao wanayapekecha kutumia vidole au kutumia ngumi, hivyo inawafanya macho yao yanakuwa yanaharibika bila wao kujijua. Hivyo tumewashauri wakipata dalili zozote za miwasho kwenye macho yao waende kwenye vituo vya afya ili madaktari waweze kuwapa dawa kuondoa hizo changamoto za macho. Wanufaika wa kambi hiyo wanasema wanashukuru sana uwepo wa mbunge wa jimbo la Mbeya mjini pamoja na wataalamu wote ambao wameshiriki kwa ajili ya kutoa huduma. Sina uwezo wa kusoma kwa mbali, pia vile nilikuwa siwezi kaona maandishi madogo kwa mbali, lakini hapa nimepata msaada wa kupata miwani vizuri kabisa kwa ajili ya kuweza kuona kusomea, pia vile inaonekana kwamba pia nipate mawani mengine kwa ajili ya kuvaa ili niwe mama. Kwa tunashukuru kwa msaada wao ndio kwa jana. Sikia Moravian ni wapi? Moravian ni pale kanisa la Moravian Mbeya mjini. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ, lakini YouTube ni Dream Media TZ. Mimi naitwa Esau Godwin.